Habari za Ijumaa. Mimi kwa majina naitwa Jafari Said Kiwanga, ni mwanachama wa klabu ya Simba mwenye kadi namba 02939, ni mwenyekiti wa tawi la Simba Chui Temeke. Leo tumekuja kuwatembelea wenzetu hapa wa tawi la Mpira Pesa kwa sababu Simba ni nguvu moja. La kwanza kabisa nianze kusema kwamba kuna mambo mengi yamepita katikati, na hasa la swala la uwekezaji. Viongozi wetu juzi walizungumzia habari ya kadi mpya ambazo zitaanza tarehe 27 mwezi wa 3, na baada ya pale mwekezaji wetu na yeye akaingia kwenye ukurasa wa klabu ya Simba akauliza uwekezaji umekamilika. Kwa hiyo umeleta maneno mengi ya mashabiki, hasa kusema wa upande wa pili au wale wasiompenda Mohamed Dewji. Sawa, kumtuhumu kwa nini aulize vile, yeye hajui uwekezaji. Yule mtu ni msomi, yule mtu ana akili timamu, yule mtu ni tajiri. Mpaka kuuliza vile, basi ujue pengine yeye hajui. Sawa, hajui. Kwa hiyo hatuoni sababu ya watu kumsakama. Mambo ya Simba watuachie wenyewe Simba. Sawa, kwa sababu unakuta kuna watu wengine wanazungumza, wanakwenda kuhoji hawahusiani na Simba. Sawa, wao wazungumza habari ya klabu yao. Umeelewa? Na kingine tuseme kwamba wengi yule kuuliza alikuwa yuko sahihi, kwa sababu alikuwa anatuhabarisha wana Simba, kwa sababu swala la kutoa kadi mpya tulisimamisha wenyewe kwenye mkutano mkuu. Nafikiri mwenyekiti aliyekuwepo wakati ule Swedi Kwadi, mkutano wa pili wa baada ya kuchaguliwa mwaka wa pili, tukakubaliana wote kwamba sasa zisimame kwanza, swala la uwekezaji likamilike, ili na huku tukiangalia wanachama wapya wapi waliobaki, wanachama hai na waliokufa watolewe, ili sasa twende kwenye utoaji wa kadi mpya. Sasa basi, lakini juzi baada ya kutangaza hilo tulitakiwa tuweke wazi kwamba je, swala la kadi uwekezaji umekamilika au uwekezaji haujakamilika, au pengine uwekezaji umeshafutwa. Tunaendelea na swala la kutoa kadi. Umeelewa? Tunatoa swala la kutoa nini, la kutoa kadi. Sasa hilo halikuwepo. Halikuwepo. Unaona? Ndio maana watu wengi wamepata ukakasi. Viongozi wetu wamekuwa kama wanafanya kitu kama siri. Lakini kama wangaliweka wazi siku ile kwamba tunakwenda kwenye utoaji wa kadi, lakini swala la uwekezaji limesimama au limekufa, ama wengine kadi zitatolewa lakini swala la uwekezaji litaendelea, wala msiwe na mashaka mashabiki au wanachama. Mimi nafikiri tusingekuwa na maswali mengi zaidi, na nafikiri hata mwekezaji asingefikia hapa kuuliza. Unaona, hii yote ni shida tu ya usiri wa viongozi wetu, kwamba kutokutueleza vitu bayana. Lakini kama ungekuwa unatueleza vitu bayana, wala kusingekuwa hizi sitofahamu nyingi. Unaona bwana? Kwa hiyo niseme tu mwekezaji yuko sahihi kwa kuuliza, na hata hawa wahuni wachache wanaopiga pesa kiwemo Mnandi, Dr. Mo na wenzie ambao waliotumwa kwamba pengine wamchafue tajiri kwenye biashara zake, pengine baadhi ya watu wanaowatuma tunawajua kabisa, wengine wamepewa kazi ndani ya Simba, wakiwatumia wale, wamewapa mpaka gari sasa hivi. Sasa wafanye kazi walioleta iliyomleta, si kwamba kuja kuivuruga Simba. Tunamuomba sana, tunamheshimu, tutamsupport, sawa, lakini afanye kazi iliyomleta Simba. Asije kuwa sasa aanze kuivuruga Simba, pengine yeye ndio aje kuwa mwekezaji Simba. Hata moza Mohamed Dewji, tunasema Mohamed Dewji hata ondoka Simba. Mohamed Dewji tunaye, Mohamed Dewji tunatamba naye. Simba bila Mo haiwezi kwenda. Simba ni Mo, sawa, na hakuna mtu yote atakayekubali eti kusema pengine Mo aondolewe. Mo ametutoa mbali, Mo ameweka pesa zake bilioni 87, alafu kuna maneno yanazushwa, Mo anadai bilioni 87. Mo hajasema anadai bilioni 87, amesema ametumia bilioni 87. Hapa nina kusema anadai anatoka wapi? Sawa, Mo anakataa wawekezaji wengine wawili, yanatoka wapi? Mo ni mfanya biashara mkubwa, Mo anajua tatizo serikali. Ni utaratibu tu wa sisi kukaa na Mo.
au viongozi watakuwa kae na Mo. Mo umeitoa Simba mbali, sawa, mpaka hapo ulipofikia, nyumba imeshafika juu, lakini utaratibu uko hivi. Tunafanyaje? Sawa, tafuta hata wawekezaji wawili ili tukamishe hapo. Serikali inaposema mwe watatu, watafute wewe, walete kwa sisi, ukisha tutawapitisha, alafu tuanze mchakato, si tuuze hizi na wewe uuze hizi, sawa. Wewe bado wewe juu ya wawekezaji na wanachama nao watakuwa juu yako. Mimi sidhani kama Mo angekataa hilo, ila tuna firigisu zinazofanywa na baadhi ya watu wa Friends of Simba ambao wao tangu mwanzo walikuwa wataki uwekezaji ili waweze kupiga, sawa, waweze waligeuza Simba ni shamba la bibi. Tunasema hivi, hiyo wasahau. Kuigeuza Simba kwa shamba la bibi wasahau. Tutapambana mpaka mwisho, tutapambana mpaka tone letu la mwisho, na hatutamuogopa mtu yoyote atakayetaka kumchezea Mo. Pengine Mo aondolewe, na tunaiomba serikali imsaidie mwekezaji huyu, kwa sababu mwekezaji huyu analipa kodi nyingi kwa serikali. Mwekezaji mkubwa, mfanya biashara mkubwa Afrika, namba 6 Afrika, anaingizia kodi nyingi serikali. Unakuta mpaka wahuni wanakwenda wanachezea biashara yake, sawa. Wahuni wanagusa hapo na mkoba sasa 72. Muhuni yeye hata hela la andazi hana, sawa. Narudi kwa Magoli, mwenyekiti wetu Magoli, tunataka achukue hatua za haraka zaidi kuwachukulia wale watu. Lazima washtakiwe, kubali hicho. Lazima washtakiwe wale watu, sio kuwasamehe kwa maneno, hapana. Hatutaki, lazima wachukuliwe hatua kali, kwa sababu taarifa ya klabu kwa umma ilishasema mama anachukuliwa hatua. Tunataka tuone wachukuliwa hatua, sio kukaa kimya. Tunataka wachukuliwe hatua za haraka ili iwe fundisho na kwa wengine, kwa sababu imekuwa kila siku watu wakiona hawana hela wanaacha kitu, kuichafua taasisi, kumchafua mwekezaji, sawa. Wakati huyu ni mtu tunasema ni mtu tumempa mpaka urais wa heshima, tunamheshimu. Sisi tunatoka mbali na Simba, tunaijua Simba ya kuchanga. Sasa leo sasa kajidanganya, unasema leo sio kuna mwekezaji anakuja, yuko wapi? Atokee basi tumuone yule mwekezaji, aweke bilioni 77 za Mo pale, aweke tumuone Mo bilioni 77 za kulipa hizi hapa, afu amuone kama mmoja atang'ang'ania Simba, aweke bilioni 77 za Mo hizi hapa, awaachie Simba yao. Kama utamwona Mo atapiga kelele. Sasa leo utaona ajabu, Mo ametumia pesa nyingi bilioni 77, alafu mwenzangu na mimi tu njaa, hata hela andazi unasema zile ulichangia tu. Inawezekana hicho kitu? Inawezekana useme kachangia? Tunajua kabisa uwekezaji wa Mo. Mo ni shabiki wa Simba, Mo ni Mtanzania, Mo ni mwanachama wa klabu ya Simba. Hata kama pale kwa tumekorofishana, lakini tunaweza tukakaa chini vitu vikazungumzika. Kulikuwa na mtu mgeni, sawa. Kwa sababu kwanza ana machungu na Simba. Ameshaisaidia Simba kutoa hela nyingi kwa nyuma, ukiacha hizo uwekezaji. Ushaona? Familia ya Mo yote ni Simba. Sasa tusije tukadanganyika wana Simba. Tunasema wana Simba duniani, wana Simba Tanzania nzima. Yapuuzwa na maneno ya wahuni watano. Lakini tunataka kuona wote tupige kelele. Tupige kelele uongozi wa klabu ya Simba. Mwenyekiti wa bodi, sawa, hakikisha anawachukulia hatua kali za kisheria. Tuwaone wanashtakiwa. Hii iwe fundisho. Wasirudie tena. Hatutakubali bila kushtakiwa. Hatutakubali bila kushtakiwa, na sisi tunasema iwapo kama hawatashtakiwa sasa hivi, tutamwandikia barua Magoli kuuliza kuna nini nyuma yake. Sawa, kwa nini anawatetea? Na wakati ameshatoa taarifa kwa umma. Kwa hiyo wana Simba wote tutakuwa tuna furaha pale tutakapowaona kwamba wale wote wameshtakiwa. Asante sana.